بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. leo ikiwa ni tarehe 9 mwezi Muharram mwaka 1443 katika darasa يا رسالة أصول السنة للإمام أبي بكر الحميدي رحمه الله تعالى بشرح فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله الراجحي حفظه الله تعالى. تلينزل قصوم الشرح يا منين المصنف رحمه الله تعالى قال: وأن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، ولا ينفع قول إلا بعمل، ولا عمل وقول إلا بنية، ولا قول وعمل ونية إلا بسنة. تقسم منين الشيخ الراجحي حفظه الله تعالى أكشريش عقيدة أهل السنة والجماعة كتك الإيمان، كيش كانز كويليزا اتكادي المخالفين لأهل السنة والجماعة كتك مسألة إيمان، أكوزومزية المرجئة madhehebu ya kwanza na madhehebu ya pili. Na leo biidhnillah taala tutazungumzia almadhhabu thalith, alafu tumalizie kilichobakia katika sehemu hii. Qala hafidhahu Allah taala: almadhhabu thalith madhhabu murji'ati alfuqaha abi hanifa wa ashabihi. la'alla sawabi wa abi hanifa, yani madhhabi abi hanifa mudafun ilayhi. مذهب مرجئة الفقهاء أبي حنيفة وأصحابه، وهو أن الإيمان تصديق القلب وإقرار اللسان فقط. مذهب يا مرجئة وفقهاء ambao hapa ni Abu Hanifa na wafuasi wake, yani wanafunzi wake. Na itikadi yao wasema kuwa anna al-imana tasdiqu al-qalbi wa iqraru al-lisan faqat. Wao wasema kuwa iman ni kusadikisha kwa moyo na kukiri kwa ulimi peke yake. Wa amma a'malu al-jawarih fahiya matlubatun walakin laysat min al-iman. Ama vitendo vya viungo ni vitu ambavyo vimeamrishwa na vyatakikana mtu avifanye, lakini si katika imani. فأعمال الجوارح كالصلاة والصيام والزكاة والحج ليست من الإيمان ولكنها واجبة. مرجئة الفقهاء وهو سيما كوا vitendo vya viungo kama swala, saumu, zaka, haji si katika iman, bali pamoja na kuwa si katika iman ni wajibu kuvitekeleza, lakini si katika iman. يقول أهل السنة أعمال الجوارح من الإيمان، ويقول مرجئة الفقهاء أعمال الجوارح ليست من الإيمان لكنها مطلوبة. أهل السنة wasema kuwa vitendo vya viungo ni katika iman. مرجئة الفقهاء wasema la, أعمال الجوارح haziingii katika iman, lakini ni wajibu kwa mtu kutekeleza. وهذا مذهب الإمام itakuwa Abu Hanifa hapo sawa nini مذهب الإمام أبي sio bila shaka ni hivyo. Wewe umekosea hapo, nafikiri katika uchapishaji tarekebisha. وهذا مذهب الإمام أبي حنيفة وأصحابه. هنا مذهب الإمام حنيفة na wanafunzi wake. وهم يسمون نهاو ويتوناني مرجئة الفقهاء، ويتويف مرجئة الفقهاء، يعني كتك مرجئة هم أقرب الناس إلى أهل السنة، وهم ديو كقريب زيدنا أهل السنة. بادي imefikia hadi mpaka baadhi ulama wakasema kuwa khilaf baina murji'at alfuqaha na ahli sunna ni khilaf lafdhi, lakini hapa ataweka wazi Sheikh hafidhahullah kuwa si khilaf lafdhi, bali ni khilaf iko wazi kabisa baina ya taarifu ya iman inda ahli sunna na hao murji'at alfuqaha. fi khilaf kama tutakavyoona.
قال ويقولون إن الفرق بينه وبين مذهب الجمهور خلاف لفظي وسمى تفوت بين قولياو ومذهب جمهور أهل السنة لخلاف لفظ بكياك وكساوة كتكيتكاد لأنهم يتفقون على أن الواجبات واجبات والمحرمات محرمات هي هو كختلفياننا اعتقاد أهل السنة كوي واجب ني واجب ني حرام ني حرام لكن يختلفون في التسمية واختلفيانا كتك كل كويتا فأهل السنة يسمونها إيمان وكسموا الإيمان يزيد وينقص ويتا إيمان ومرجئة الفقهاء يسمونها بر وتقوى وويتني بر نويمة نتقوى kwa hivyo wao badala kusema imani yazidi wasema uchamungu wazidi taqwa yazidi lakini Qur'ani yasema nini liyazdadu taqwa ama imanan liyazdadu imanan ikataja iman kwa hata katika lafdhi pia usiwe utakhalifu lafdhi zilizokuja katika Qur'an na Sunna ويقولون إنه خلاف لفظي والصواب أنه ليس لفظيا بل له آثار تترتب عليه نين يقول صحيح wako katika ulama wa Ahlus-Sunnah wanasema ni khilaf lafdhi lakini ukweli wa mambo ulikuwa ni hii khilaf ina athari ambazo zatokamana na taarifi ya iman minha kisha ataanza kueleza katika athari mbaya ya itikadi ya murji'atul fuqaha anna jumhura sasani ahli as-sunnah سمى السنة أن جمهور أهل السنة وافقوا الكتاب والسنة في اللفظ والمعنى جمهور أهل السنة وميافكيان قرآن سنة كتك لفظ نمانا ومرجئة الفقهاء وافقوهم في المعنى وخالفوهم في اللفظ وميافكياننا جمهور أهل السنة كتك مانا لكن وكاختلفياننا كتك نين كتك لفظي ولا يجوز للإنسان أن يخالف الكتاب والسنة لا في اللفظ ولا في المعنى haifai si sawa kwa mtu kukhalifu Qur'an na Sunna si katika lafzi wala katika maana bali yajibu alayhi an yata'addaba ma'a an-nusus ni wajib juu ya muislamu awe atafanya adabu na nusus za Qur'ani na Sunna lafzi vile vile vilivyokuja katika Qur'an na Sunna ndio hivyo usibadilishe wa minha haeleza pia tofauti nyingine أن مرجئة الفقهاء لما اختلفوا مع أهل السنة وقالوا أن الأعمال غير داخلة في مسمى الإيمان فتحوا بابا للفساق مرجئة الفقهاء والمختلفيان أهل السنة وكسما kuwa vitendo haviingii katika iman wamefungua mlango kwa mafasiq watu waovu تقول المرجئة إيمان أهل السماء والأرض واحد إيمان يا watu wa mbinguni na ardhini ni moja ni malaika na watu sawa فإيمان أتقى الناس وأفسق الناس واحد wasema iman ya yule mwenye kumcha Allah zaidi katika watu na imani ya yule fasik mkubwa ni moja وهو التصديق نحن كصديقيش والتفاوت بينهما ليس في الإيمان بل في الأعمال تفاوت iliyoko baina yao si katika imani sababu asili ya imani ni ile ile tofauti iko kwenye nini kwenye matendo yao huyu ana matendo zaidi kuliko huyu fayati sikiru al-irbidu ya mtu mlevi pengine mchafu fanya uchafu wa zina na mwingine alladhi ya'malu al-kaba'ir anayefanya madhambi makubwa wayakulu ana mu'minun kamilul iman mimi ni mu'min imani yangu imekamilika wa imani ka imani Abi Bakr na Umar na imani yangu ni sawa sawa na Abu Bakar na Umar wa ka imani Jibril wa Mikail na imani yangu ni kama imani ya Jibril na Mikail fa idha qulta lahu ittaqillah ukimwambia mche Allah Abu Bakr na Umar lahuma a'malan 'azima Abu Bakr na Umar na a'mali kubwa qala laysa li sha'nun fil a'mal mimi sizungumzii amal hapa
shauri zao wana amal wanavyotaka fa laysat min al-iman a'mal si katika iman ana musaddiqun wa Abu Bakr musaddiqun kulluna imanuna wahid mimi nimesadikisha na Abu Bakr amesadikisha imani yetu ni moja amma al-a'malu fahiya shay'un akhar ama amali hicho ni kitu kingine hicho falladhi fataha lahumul bab murji'atul fuqaha waliofungua mlango huu watakuwa nani ni murji'atul fuqaha kwa tuona athari yake si nzuri sio si nzuri athari yake mbovu sana ومنها أنهم فتحوا بابا للمرجئة المحضة الغلاة كالجهمية pia wamewafungulia mlango wale murji'a waliotupa mipaka kama jahmiya لما قال مرجئة الفقهاء الأعمال ليست من الإيمان وإن كانت مطلوبة مرجئة الفقهاء وسمى أعمال si katika iman pamoja na kuwa yatakikana mtu azifanye ni wajib جاءت المرجئة المحضة وقالت wakaja wale murji'a wale waovu kabisa wale wakasema as-salatu waz-zakatu was-siyam wal-hajj laysat min al-iman wa laysat matluba si katika iman wala si lazima mtu afanye walladhi fataha lahum al-bab murji'atu al-fuqaha hao ndio walifungulia mlango vipi alafu tuko tofauti na wafungulia milango watu waovu kama pamoja na kuwa wao si sawa na wale lakini wafungua milango kama ومنها مسألة الاستثناء في الإيمان نهي اللي ملت بلا كوبة الاستثناء في الإيمان مناك النيني كأن تقول أنا مؤمن إن شاء الله كيرزوين مؤمن أنا مؤمن إن شاء الله يقول مرجئة الفقهاء لا تقل إن شاء الله لا تستثني وسسمى إن شاء الله وسفني استثناء وسسمى إن شاء الله لا يقولون أنت تشك في إيمانك ما تعلم نفسك wewe unashaka na imani yako ujijui nafsi yako wewe anta ta'lamu annaka musaddiqun kaifa taqulu insha Allah wewe wajua kuwa usadikisha vipi usema insha Allah kuwa akitaka Allah ndio mimi nitakuwa mu'min kwa mfano kama hivyo inma tastathni shay alladhi yushakku fihi istithna iko katika jambo ambalo mtu ana nini anashaka nalo ndio fanya istithna wasammu alladhina yastathnuna fi imanihim ash-shakkaka wakawaita wenzao ambao wafanya istithna kuwa wenye shaka na hapa ndio ikapelekea ile taassub katika asr min al-usur huko nyuma mpaka ikawa kuna khilaf baina kama ash-shafi'iyya na hanafiyya khilaf kubwa mpaka wakapelekea fuqaha wa madhhab ya al-hanafiyya wakasema kuwa haifai kwa Shafi'i kumuoa mwanamke wa kihanafi haifai haram kwa nini sema hao wafanye istithna katika nini katika iman wanashaka na imani yao ama mwanamume wa kihanafi yajuzu yeye kumuoa mwanamke wa kishafi'ia wayunaziluha manzilata ahli alkitab amuoa kama ni katika ahli alkitab sallallahu alafia angalia taassub ilivyopelekea watu kiasi gani yote imetokana na nini na hii itikadi ya murji'atul fuqaha ambapo shafi'ia ndio walikuwa katika usawa wakati huo shafi'ia walikuwa katika usawa kwa yajuzu kufanya istithna kama atakavyoeleza Sheikh qala wa amma ahlu sunnati yaquluna hadha fihi tafsil mas'ala yakuna tafsil lazima libainishwe in qasadta ash-shakka fi asl al-iman fa hadha madhmum ikiwa sema ana mu'minun insha Allah yani unashaka katika asli ya imani yako hapa itakuwa ni jambo la makosa limesimangwa wa amma idha aradta أن الأعمال لها شعب متعددة وكثيرة ولا يزكي الإنسان نفسه ولا يجزم بأنه أدى ما عليه فلا بأس أن يقول إن شاء الله أما ikiwa makusudio na malengo ya yule msemaji ni kuwa hizi a'mal ziko vitagaa vingi sana ni nyingi kuna swala kuna somo kuna zaka kuna hija imatatul adha anit tariq alhaya na nyinginezo nyingi na mtu hatakikani ajitakase nafsi yake hawezi kukata kuwa ametekeleza yote yanayopaswa kutekelezwa basi hapa la bas akisema nini insha Allah la bas لأن هذا راجع إلى الأعمال sababu insha Allah hapa yarejea kwenye nini kwenye amali
والأعمال لا يزكي الإنسان نفسه فيها سيو لا يزكى لا يزكي na a'mal mtu hajitakasi nafsi yake kuwa ametimiza wala yadri annahu addaha na ajui kuwa ametekeleza vile inavyotakana au la wakadhalika idha arada at-tabarruka bi dhikri ismillah falahu an yaqula insha Allah mtu atakutabarrak na jina la Allah la basi aweza kusema ana mu'min insha Allah wakadhalika idha arada adama ilmihi bil aqiba kuwa hajui mwisho wake utakwenda vipi ana mu'min insha Allah mimi natarajia kuwa mimi mu'min biidhnillah na niishie biidhnillah katika iman la basi kwa hii ndio itikadi ya al-madhhab al-thalith madhhab murji'ati al-fuqaha na ndio madhhab ya Abi Hanifa na wanafunzi wake qawluhu yazidu wa yanqusu يزيد وينقص يزيد الإيمان وينقص معناه إيمان يزيد نابنغوا يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي إيمان يزيد كلا كفن طاعة نابنغوا كفن معصية فإذا فعل الإنسان الطاعات كأن صلى النوافل زاد الإيمان وإذا صلى قيام الليل زاد الإيمان كمت كفن طاعة imani yake yazidi kama kwa mfano akaswali swala ya sunna imani yake yazidi akiswali qiyamul layl imani yake yazidi wa idha sama an-nawafil kal-ithnain wal-khamis au 3 ayyam min kulli shahrin zada al-iman akifunga somo za sunna kama Jumatatu na Alhamisi au siku 3 kila mwezi imani yake yazidi wa idha fa'ala al-ma'asi kasibabi والشتام وترك بعض الواجبات نقص الإيمان na ikiwa atafanya maasi kama kutukana kutupa maneno machafu na kuacha baadhi ya mambo ambayo ni wajibu kuyatekeleza imani yake itapungua fal imanu yazidu wa yanqusu wa yaqwa wa yadhafu kwa hiyo imani yazidi na yapungua na imani huja wakati kawa na nguvu wakati mwingine kawa dhaifu والدليل على أن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية دليل يكون إيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية قول الله تعالى هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم na haiwezekani kuwa kitu kimezidi isipokuwa kilikuwa nini kilikuwa chini kisha kazidi sio ndio hiyo al-imanu yazidu wa yanqus kwa hivyo hii dalili moja ni dalili ya kuwa imani yazidi na ni dalili kuwa watu tofautiana katika nini katika imani kuna ile iko chini kuna ile ambayo imezidi wa qawluhu ta'ala wa idha ma unzila suratun faminhum man yaqulu ayyukum zadathu hadhihi imana fa amma alladhina amanu fazadatuhum imanan wa hum yastabshirun hapa Allah akathibitisha kuwa waumini wanaposomewa Qur'an imani yao huzidi قال فالإيمان يزيد وينقص وكذا الكفر يزيد وينقص كما vile imani yazidi na yapungua pia ukafiri kuna makafiri wengine kufuru yao imepita mipaka kuliko wengine pamoja na kwa wote ni kufaru ومذهب أهل السنة المتبعون للسلف الصالح أن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية hii ndio madhhab أهل السنة wanaofuata salaf الصالح ni kuwa imani yazidi kwa taa na yapungua kwa maasiya قوله ولا ينفع قول إلا بعمل يعني لا يكفي القول سواء قول قلب أو قول لسان يساوي matamshi ya moyo ama ya ulimi hayatoshelezi illa bi'amalin hatta yatahaqqaqa al-iman mpaka ufanye amali imani utaweza kuihakiki kwa kufanya nini amali فالتصديق الذي في القلب لا بد له من عمل يتحقق به kule kusadikisha kwa moyo ni lazima kuwe na vitendo vitakavyosadikisha ile imani iliyoko ndani ya moyo وإلا صار كإيمان إبليس وفرعون فإبليس وفرعون يصدقون لا sivyo itakuwa kama mfano wa imani ya nani ya Iblis na Firaun Iblis yusadikisha ajua ukweli na Firaun alijua ukweli wa Musa فلا يتحقق التصديق بلا عمل وبلا عمل haiwezekani
kuhakiki kule kusadikisha kwako. wakadhalika al-amalu la budda lahu min tasdiq yusahihuhu wa illa sara ka islam al-munafiqin. kadhalika amal lazima uisadikishe ile iman ndani ya moyo. kwa hiyo si vitendo tu, vitendo na ndani ya moyo lazima nini? kwa hiyo kusadikisha kuhitaji amal na amal yahitaji nini? kusadikisha. kila mmoja anahitaji mwenzake, la sivyo itakuwa kama waislamu wa wanafiki. فالمنافقون يصلون ويصومون وليس عندهم إيمان يصحح هذا العمل. ونافق وصالي pengine wafunga lakini hawana imani ndani ya nyoyo zao inayosahihisha vitendo vyao. fala budda min al-amrayn, ni lazima mambo haya mawili yapatikane: amalun yatahaqqaqu bil qawli wa tasdiqun yusahihu al-amal. kwa hivyo vitendo ambavyo huhakikiwa na matamshi, mtu atamka afanya na vitendo, na kusadikisha kuna kusahihisha kitendo. قوله ولا عمل وقول إلا بنية، فلا بد من النية. قال الرسول صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، لازم نية. hiyo walifanya lile jambo kwa nia na ikhlas. وقوله ولا قول ولا عمل ونية إلا بالسنة، والسنة هي الموافقة لما في كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. ونية ni kuwafiki kile kilichokuwa katika kitabu cha Allah na sunna ni kule kuwafikiana kitendo chako na kile kilichokuja katika Qur'an na kuthubutu katika sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. na hii hutajwa na baadhi ya wanaoviona wakaita nini? almutabaa, kumfuata Mtume sallam, ndio sunna hii almutabaa. kwa amal, hata ikiwa ndani kuna amal, kuna kauli na nia iko, lakini ikiwa kile kitendo unachokifanya hakiafikiani na matendo ya Mtume sallam na sunna ya Mtume sallam, man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa raddun, mtu atarejeshwa mwenyewe. sisi tumeelewana hapo? naam. naktafi bihadha alqadr, wallahu ta'ala a'lam. subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. barakallahu fik.